Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ni siku njema ambayo Bwana ameifanya, tufurahikie na tushangilie. Sasa kuna mambo fulani ningependa kushare na nyinyi wapendwa. Na jambo hili ni kuhusu watu fulani ambao wametuzunguka katika maisha. Especially wakati kama huu ambao tunakaribia mwisho wa mwaka, ambapo tunakaribia kuingia katika mwaka mpya. Je, ni mambo gani ama ni watu wa gani ambao unafaa kuingia nao katika mwaka huu mpya? Maana kuna watu fulani ambao wamekuwa katika maisha yako, lakini unakuta watu hawa wamekuwa vizuizi wa wewe kubarikiwa. Watu hawa wameenda kukua mzigo kwako. Haleluya. Walikuja kwa jina la rafiki, lakini kumbe ndani ni maadui. Walikuja kwako kama wamevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Sasa tunapokaribia kuingia mwaka mpya huu, mwaka wa mambo mapya, ambao katika mwaka huu Mungu anatarajia kukuinua, kukupeleka viwango vingine. Mungu anataka kukubariki, Mungu anataka kukupanulia mipaka. Lakini lazima pia nawe uwe tayari kulinda milango hii ambayo Mungu anakufungulia. Maana sio vita vyote ambavyo tunapigana ni vya mapepo. Haleluya. Shetani hakuvamii kupitia magurudumu, kupitia mabomu, kupitia upepo. Sometimes anakusambaratisha kupitia watu ambao wako karibu na wewe. Watu hawa ambao wanajiita marafiki na ndani ni mbwa mwitu. Sasa basi, jambo la kwanza unafaa kufahamu ni kwamba mwaka tunaoingia ni mwaka wenye baraka zake. Na wakati Mungu anafungua milango, ni jukumu lako kulinda milango hiyo. Kumbuka katika kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu alimuumba mwanadamu na akamweka mahali pale ambapo ni bustani la Edeni, Mungu alipatia mwanadamu masharti mawili. Alimueleza ya kwanza, cultivate the land and keep it. Neno la pili, keeping it, ina maana na protect it, guide it. So Mungu alikuwa anamuandaa mwanadamu ya kwamba hichi ambacho nimekupatia kichunge, ni jukumu lako kulichunga. Maana already hapo yule shetani ambaye tunamuita the fallen angel alikuwa already ameshatupwa duniani. So Mungu akimwambia mwanadamu jichunge, chunga kitu hiki, alijua kuna uwezekano ya kwamba kuna mwingine atakaye kuja kwa sababu ya wivu, atataka mwanadamu akose kile ambacho Mungu amempea. Sasa kuna watu watano. Somo yetu ya leo, mada yetu ni kuhusu watu watano ambao unafaa kuepuka mwaka wa 2026. Watu 5 wa kuepuka mwaka wa 2026. Kulinda hatima yako. Ukitaka your destiny ikuwe bright, ukitaka hatima yako iende mbali, then kuna watu watano unafaa kuepuka. Nao kikundi cha kwanza, ambao ni watu wa kwanza, epuka watu wanaozima moto wako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni watu ambao hawakuongezei moto wa maombi. Watu ambao wanatafuta nafasi yako, wanaokutengenezea nafasi yako ya kutenda dhambi. Watu ambao wanapigana na ukuaji wako wa kiroho. Watu ambao wanapuzilia bidii yako ya kumjua Mungu. Wanakutoa kwa mpango wa Mungu, wanataka kukupeleka kwa mipango zao za kimwanadamu. Hao ni watu wanaozima moto. Watu ambao wanachukizwa wakati umejipeana kwa maombi, ama wakati umejipeana kumjua Mungu. Epuka watu kama hao. Watu wa pili, kikundi cha pili, epuka watu wanaokupenda hadharani lakini wanakuhusudu faragha. Watu ambao wakiwa hadharani wanakupenda, lakini privately ni watu wanaokukula. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao ukiwa na wao wanasema mazuri sana kukuhusu. Vinywa vyao vimejaa maneno matamu, lakini mioyo yao iko na uchungu na wivu na chuki. Epuka watu kama hao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kikundi cha tatu, watu ambao unapaswa kuepuka.
Epuka watu wanaochukua kila kitu lakini hawajawahi kutoa. Yaani wanakujanga kwako tu wakati wana mahitaji, lakini wakati wewe una mahitaji hauoni popote. Wakati wewe uko na mahitaji, simu zao ziko mteja. Watu hawa wanakuwa mizigo kwako, ni watu wa kulemea upande mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Epuka watu kama hao. Wanaitwa wanyonyaji hisia. Kwako wanakuja kuchukua mawaidha, kwako wanakuja kuchukua ujuzi, wanakuja kwako kwa hekima, lakini wakati unawahitaji hautawaona. Wamekuja wamekunyonya kila kitu, wamekunyonya pesa, wamekunyonya hisia, wamekunyonya nini, lakini wakati wewe unahitaji hautawaona karibu. Epuka watu kama hao mwaka huu tunaoingia, mwaka wa 2026. Kikundi cha 4 cha watu ambao unafaa kuepuka. Epuka watu wa maneno mabaya, umbea na uchafu wa lugha. Watu wadaku. Mtu yoyote mwenye anaweza kuja kwako aanze kusengenya wengine, kunena wengine vibaya kwako, mtu huyo ana uwezo pia kwenda kwa mwingine na kuanza kunena vibaya. Epuka watu kama hao ambao vinywa vyao vimejawa chuki, lugha mbaya, laana. Maana watu hao hauwezi kukua, your destiny haiwezi, hatima yako haiwezi kuwa ukiwa chini yao. Maana watanena kinyume nawe utaanza kuamini. Haleluya. Sasa epuka watu kama hao. Maana Waefeso unatuambia kwamba msitoe neno lolote lililo ovu. Watu hao vinywa vyao vimejawa uovu. Hawaneni baraka, hawaneni matamshi ambayo yanaambatana na mapenzi ya Mungu, matamshi ambayo yanaambatana neno la Mungu. Epuka kikundi hiki cha watu. Alafu kikundi cha 5, watu wa 5 ambao unafaa kuepuka. Namba 5, epuka watu wasioheshimu wito wako, ndoto zako au mipaka yako. Watu ambao wanakutafutia nafasi wewe ya kutenda dhambi. Watu ambao wanadharau maono yako. Watu wanaokutishia umakini wako. Watu wanaozuia nidhamu na maamuzi yako kiroho. Watu wasioheshimu nidhamu na maamuzi yako kiroho. Watu ambao ukiwa nao wanataka tu njia yao peke yao. It's all about them, not about you. We call them people who are centered on themselves, lovers of themselves. Watu ambao it's all about them. Ukiwa nao huwezi sema kitu wasikie. Uamuzi wao ndio tosha. Uamuzi wako wataukweshwa. Epuka watu kama hao. Watu ambao wanafanya mzaha katika safari yako ya kumfuata Mungu. Epuka. Watu ambao wanapoteza muda wako. Jichunge sana na watu kama hao. Maana kila mwaka ambao unaingia katika neema nyingine mpya. Unaingia katika season nyingine ambayo Mungu amekuandalia tena. Sasa nakuombea Mungu wakati kama huu, macho yako yaweze kufunguka. Ukaweze kufunguka macho yako ya maono, your discerning eyes, ili ukaweze kuwatambua watu hawa. Ukaweze kujua marafiki hawa ambao ni manafiki. Ukaweze kuwajua ili Mungu akakupatie courage ya kuweza kuwaepuka. Hii haimaanishi unawachukia, hapana. Unajitenga nao. Maana ni watu wanaopingana nawe. Haleluya. Ni watu ambao hawaendi the same destiny. Safari yao, safari unaotembea wewe sio safari wanaotembea wao. Sasa jichunge sana na watu hawa, maana watu hawa wanakupotezea muda. Na muda ndio tulio nao duniani. Bwana Yesu asifiwe. Unapopoteza muda huo hutaupata tena. Maana masaa ni kama currency. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine unafaa kujua ni kwamba kama uko hapo na hujampokea Yesu, ningependa ukupea nafasi hii ukaweze kumpokea Bwana Yesu katika maisha yako. Sasa rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Niko mbele zako, nisamehe dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha shetani. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimekupokea Yesu, uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia leo na hata milele. Sema amen kama umeomba nami maombi haya. Na kama ujumbe huu umekubariki, then usisahau kusubscribe on my YouTube channel. Usisahau
kushare ujumbe huu, maana kuna wengi wangependa kuusikia, na usisahau pia kubonyeza the like button. Tuonane tena siku ijayo, na Mungu akubariki. Shalom.